tatu. Mungu ni mmoja tu na ana nafsi moja tu. Katika sehemu hii ya kwanza tunakwenda kuona Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Kuna kitu kimoja cha enzi, lakini kuna ofisi tatu ambazo Mungu alizitumia kwa ajili ya kumsaidia mwanadamu. Alitumika kama Mungu Baba, akavaa mwili akawa mwana, sasa hivi yuko ndani ya watu wanaitwa Roho Mtakatifu. Hizo ndizo ofisi tatu za Mungu, sio nafsi tatu. Tutakwenda kuona pia, tutaangalia asili ya fundisho la kipagani la utatu na madhara ya fundisho la utatu mtakatifu kwa Wakristo na makanisa na waenda mbinguni kwa ujumla. Tuone sehemu ya kwanza ya kuna Mungu mmoja tu. Kwa hiyo wazo la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, hilo silo wazo la kiBiblia. Asili yake sio Mungu, asili yake sio Biblia. Hilo ni wazo la kipagani. Maandiko yanathibitisha kwa maandiko ya kutosha. Biblia inathibitisha ya kwamba yuko Mungu mmoja tu. Tuanze na Malaki sura ya 2 mstari wa 10. Je, sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetuumba si mmoja tu? Basi mbona kila mmoja wetu anamtenda ndugu yake mambo ya hiana, tukilinajisi agano la baba zetu? Mungu aliyetuumba ni Mungu mmoja tu. Ushahidi wa pili wa Efeso sura ya 4 mstari wa 4, tutaenda mpaka mstari wa 6. Mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Huo ni ushahidi wa pili kwamba Mungu ni mmoja tu. Twende katika ushahidi wa tatu, Yakobo sura ya 2 mstari wa 19. Maandiko yanasema, wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Hata shetani mwenyewe, kwa sababu aliwahi kuwa malaika mbinguni, anafahamu Mungu ni mmoja tu na nafsi yake ni moja. Ushahidi wa 4 ni wa Korinto wa kwanza sura ya 8 ule mstari wa 6. Maandiko yanasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Hakuna Mungu wawili, hakuna Mungu watatu. Mungu wa kweli, Mungu wa mbinguni, Mungu muumba wa mbingu na nchi, ni Mungu mmoja tu. Ushahidi mwingine tunaona wazo la Mungu watatu linavunja amri ya Mungu. Tuone ushahidi wa 5 katika Kutoka sura ya 20 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Mungu akitoa amri zake 10. Amri ya kwanza inasema hivi: Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Wangekuwa wengi angesema ila sisi, lakini Mungu anasema ila mimi, maana yake Mungu ni mmoja tu. Huo ni ushahidi wa 5. Tunaona huyo Mungu mmoja ana nafsi moja tu. Tunaona nafsi maana yake ni utu, personal entity, maana yake kitu kimoja. Kwa hiyo nafsi tatu inaleta wazo la vitu vitatu tofauti, yaani kuwepo kwa Mungu Baba, kuwepo kwa Mungu Mwana, kuwepo kwa Mungu Roho Mtakatifu. Kwamba ukifika mbinguni utawakuta watatu. Kuna kiti cha Mungu Baba, kiti cha Mungu Mwana na kiti cha Mungu Roho Mtakatifu. Wazo hilo silo wazo la kiBiblia. Fundisho hilo silo fundisho la kiungu, lina asili yake, tutakuja kuona hapa mbele. Kwa hiyo wazo la Mungu Baba kwa Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ni wazo la makosa. Hilo ni fundisho la kipagani, fundisho la kuwa na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hilo sio fundisho la kiBiblia. Tuone Mungu mmoja mwenye nafsi moja tu, hana nafsi tatu. Yaani Mungu Baba nafsi yake, Mungu Mwana nafsi yake, Mungu Roho nafsi yake. Hapana, yuko Mungu mmoja mwenye nafsi moja tu. Andiko la kwanza, Ayubu 23 ule mstari wa 13. Maandiko yanasema, lakini yeye ni mmoja, ni nani awezaye kumgeuza? Tena nafsi yake ilitakalo ndilo afanyalo. Angekuwa na nafsi tatu angesema nafsi zake
zilitakalo. Anasema nafsi yake, manake Mungu ana nafsi moja tu. Ushahidi wa pili katika Isaya 1:14. Maandiko yanasema sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa nafsi yangu yazichukia. Mambo haya yanilemea, nimechoka kuyachukua. Angekuwa na nafsi tatu angesema nafsi zangu yazichukia. Kwa kuwa Mungu mmoja ana nafsi moja, anasema nafsi yangu, yani nafsi moja inachukia hizo sikukuu zilizoamriwa ambazo sio za mapenzi ya Mungu. Andiko la tatu ambao si 6 ule mstari wa 8. Maandiko yanasema Bwana Mungu ameapa kwa nafsi yake, asema Bwana Mungu wa majeshi, na izila fahari ya Yakobo achukizwa na majumba yake. Kwa sababu hiyo nitautoa huo mchi pamoja na wote waliomo ndani yake. Nafsi yake. Bwana Mungu ameapa kwa nafsi yake. Angekuwa na nafsi tatu angesema nafsi zake, ila anasema nafsi yake, maana yake nafsi moja. Andiko la 4 ni Mwanzo 22 mstari wa 16. Akasema nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa ametenda neno hili wala kunizuilia mwanao wa pekee. Kwa hiyo kama Mungu, Bwana Mungu angekuwa na nafsi tatu angesema nimeapa kwa nafsi zangu, lakini Mungu ana nafsi moja, anasema nimeapa kwa nafsi yangu, nafsi moja. Andiko la 5 Waebrania 6 mstari wa 13 akifafanua hilo andiko la Waebrania 4. Andiko yanasema kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapia, aliapa kwa nafsi yake. Angekuwa na nafsi tatu angesema nafsi zake, lakini Mungu anaapa kwa nafsi yake kwa sababu ni Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Andiko la 6 Yeremia 22 mstari wa 5. Lakini kama hamtaki kusikia maneno haya, mimi naapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, ya kuwa nyumba hii itakuwa ukiwa. Angekuwa na nyingi angesema nafsi zangu, lakini Mungu anathibitisha ya kwamba yeye ni Mungu mmoja tu mwenye nafsi moja. Kwa hiyo fundisho la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, hilo ni fundisho la kipagani. Hilo ni fundisho la kikafiri, sio fundisho la kibibilia. Lina asili ya kipagani. Tunaona hapa hilo fundisho la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu sio ya Biblia, asili yake ni maana ya kipagani. Fundisho limeingizwa kwa siri sana kanisani. Mungu alitabiri kimbele wakati Yohana Mfunuzi akiwa kisiwa cha Patmo. Mungu alimpa maono kwa habari ya ujio wa fundisho hili la utatu, ambalo ni fundisho chafu mbele za Mungu, lina madhara ya kumnajisi mwanadamu na kumzuia kwenda mbinguni. Ufunuo 16 ule mstari wa 13. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka. Ndio joka huyo ni shetani. Nasoma katika Ufunuo 12 kuanzia 7 na kuendelea. Joka, nyoka na ibilisi, huyo ni shetani. Na katika kinywa cha yule mnyama, ndio mnyama huyu ni mtumishi wa huyo nyoka, amekaa kwenye kiti cha enzi akijiita kiongozi mkubwa wa dini, lakini maandiko yanamfunua kama mnyama. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo, cheo chake kingine, huyo mnyama, kuna roho tatu. Kwa hiyo kuna asili ya hili fundisho la utatu, fundisho chafu mbele za Mungu aliye hai. Fundisho hili lilianza Rumi mwaka 325, ambapo taifa la kipagani lililokuwa linaabudu miungu likapokea imani ya Kikristo, nao hawakuiacha miungu yao, waliendelea kuiabudu. Walipenyeza kwa siri sana mafundisho ya kipagani kama ya utatu ya miungu yao ili ipewe majina ya Kikristo. Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 1. Kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kweli kutakavyo kuwako walimu wa uongo watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Kwa hiyo wako watu wanaojiita watumishi wa Mungu walioingiza kwa werevu fundisho la utatu, wakalita utatu mtakatifu, lakini nyuma yake yuko shetani. Nyuma hilo fundisho halina asili ya Mungu. Hebu tuache maandiko yaseme vile anavyotaka Mungu na sio vile anavyotaka mtu. Maandiko yanaendelea kusema shetani alitumia ofisi tatu za Mungu kupenyeza fundisho la utatu. Hilo sio fundisho la Mungu, ni fundisho la shetani.
Tunaona katika Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza, maandiko yakisema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Shetani aliona Mungu amefanya kazi mara tatu, kwamba Mungu mmoja alivaa ofisi ya Baba, Mungu juu yetu, Mungu muumba wetu. Mungu akatengeneza mwili ndani ya Mariamu, akauvaa ule mwili, akafanyika Yesu Kristo. Mungu yule yule leo anakaa ndani yetu katika umbo la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu mmoja mwenye ofisi tatu. Shetani akatumia ofisi tatu kuingiza fundisho lake la kishetani, akaliita Utatu Mtakatifu. Tunaona ofisi tatu za Mungu hizi hapa: Mungu kama Baba, Mungu kama Mwana, Mungu katika ofisi ya Roho Mtakatifu. Mungu Baba maana yake wewe ni Mungu juu yetu, Mungu muumbaji. Huyo. Na Mungu ana ofisi ya Mwana, maana yake ni Mungu pamoja nasi, na ofisi ya Roho Mtakatifu ni Mungu ndani yetu. Hiyo ndio kazi, au hiyo ndio sehemu ambayo Mungu amefanya kazi. Mungu Baba maana yake ni Mungu juu yetu, katika ofisi ya Mwana Mungu pamoja nasi, ofisi ya Roho Mtakatifu ni Mungu ndani yetu. Na Mungu ambaye alikuwa juu yetu agano la kale, Mungu pamoja nasi, hiyo ni agano jipya, Bwana Yesu Kristo aliyovaa mwili akatembea pamoja na sisi. Lakini pia katika agano jipya pia katika nyakati 7 za kanisa, kama ambazo zinaelezwa katika Ufunuo kuanzia sura ya 2 mpaka sura ya 3. Na tunaona Mungu Baba ana jina. Katika maandiko yanasema jina lake ni Bwana. Zaburi ya 100 inasema kwa kuwa Mungu Bwana ndiyo Mungu. Kwa hiyo Bwana ndiyo Mungu. Kwa hiyo Baba ni cheo, jina lake ni Bwana. Mwana ni cheo, jina lake ni Yesu. Malaika anamtokea Mariamu katika Mathayo 1, anamwambia utazaa mwana, naye ataitwa jina lake Yesu. Kwa hiyo mwana ni cheo au ofisi, lakini jina ni Yesu. Na tunaona Roho Mtakatifu maana yake ni Kristo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni cheo, jina ni Kristo, mtiwa mafuta, Yesu Kristo ndani ya mwanadamu. Na tunaona Baba au Bwana kazi yake ni uumbaji, na tunaona Mwana kazi yake ni ya ukombozi, na Roho Mtakatifu kazi yake ni kuuisha, kuongoza pamoja na kutupa nguvu ya kuishi yaliyo mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu mmoja amefanya kazi katika ofisi tatu tofauti. Amefanya kazi kama Baba, akarudi mbinguni, yuko mbinguni, akauvaa mwili, akafanya kazi kama Yesu Kristo, akarudi mbinguni, na sasa amekuja tena katika umbo la Roho Mtakatifu. Maana yake ni Mungu mmoja katika ofisi tatu tofauti. Tuone maandiko yakizungumza kwa kifupi kwamba Yesu ndiye Mungu. Huwezi kumweka katika nafsi tofauti na Baba. Isaya 9:6, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tunajua ni Yesu Kristo. Tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kwa hiyo Yesu Kristo aliyekuja kutukomboa, yeye ndio Baba wa milele, Mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu. Ule mwili ni mwili uliozaliwa na mwanadamu, ndio maana ulipaswa kufa, ulitufia msalabani, ila aliyekaa ndani alikuwa ni Yehova Mungu, kwa kuwa Mungu ni roho. Yasema Yohana 4:24-22 kwenda mpaka 24, Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo Mungu roho aliuvaa mwili ulioitwa Yesu Kristo, lakini Yesu Kristo mwenyewe sio mwanadamu wa kawaida. Maandiko yanathibitisha katika Tito 2:13, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwa hiyo Yesu sio nafsi ya upili, mtoto wa Mariamu anayebebwa mpaka leo. Hapana, Yesu ndiyo Mungu mkuu na mwokozi wetu. Alivaa ofisi ya uokozi, akaitwa Masihi, akaitwa Yesu Kristo, lakini yeye kama yeye ni Mungu mkuu, alivaa ofisi ya uokozi inaitwa Yesu Kristo. Kwa hiyo yeye ni mwana, lakini yeye ni Baba, Mungu mkuu.
Yesu Kristo alivaa mwili wa ukombozi tu. Tunaona katika Mathayo 1:21, naye atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo kumbe anayekuja kutuokoa ndio mwenye watu. Kwa hiyo Yesu Kristo ndio mwenye watu, ndio Yehova. Aliuvaa tu mwili apate kutukomboa, maana hakukuwa na mtu wa kutukomboa. Wanadamu tusingeweza kujikomboa kwa sababu dhambi ilitoka kwa Adamu na Hawa. Wote waliokuja walibeba dhambi ile. Malaika wasingeweza kutukomboa, hawana miili kama ya kwetu wala hawana asili ya kwetu. Alibaki Mungu peke yake, kwa sababu Mungu ni roho. Tumeona katika Yohana 4:24, kwa hiyo ilibidi auvae mwili. Ule mwili ni wa mwanadamu, lakini aliyekaa ndani ni Yehova Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Anasema maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Watu wake yeye anakuja kuwaokoa watu aliyewaumba, ila amevaa tu umbo la kuokolea lililoitwa Yesu Kristo. Tunathibitisha katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 mpaka wa 19. Maandiko yanasema lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake, hana nyingi, ana moja, kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Sio mwana wa Mungu, Yehova Mungu alikuwa ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo Kristo ni mwili tu, ila ndani yake alikaa huyu Mungu, alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo kama umwamini Yesu Kristo kama Mungu wako, kama mwokozi wako, umekosa upatanisho. Yohana 14 mstari wa 19 mpaka 20. Baada ya kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mtaniona, na kwa sababu mimi ni hai na ninyi nanyi mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba, ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Kwa hiyo kumbe Baba anakaa ndani ya mwili unaoitwa mwana Yesu Kristo, na sisi anayekaa ndani yetu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo huyo Mungu amefanya kazi kama mwana, huyo Mungu amefanya kazi kama Roho Mtakatifu. Ndio maana Bwana Yesu anasema hapa, ndani yangu nanyi ndani yangu, nami yani Yesu ndani yenu, katika umbo la Roho Mtakatifu. Ndio maana maandiko yanaeleza mbinguni kuna kiti kimoja tu cha enzi. Kiti cha enzi ni kitakatifu sana. Huu ni mfano tu kwamba hakuna viti vitatu, kuna kiti kimoja tu cha enzi. Tuone katika Ufunuo sura ya 4 mstari wa 2. Na maana nalikuwa katika roho, natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni. Kungekuwa na watatu, wangesema viti vya enzi. Mbinguni kuna kiti cha enzi kimoja tu. Na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Naye alikuwa alionekana mithili ya jiwe la yaspi na hakiki na upinde wa mvua, ukizunguka kile kiti cha enzi. Ukionekana mithili ya zumaridi, na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi. Na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo, na taa 7 za moto zilikiwaka mbele kile kiti cha enzi. Ndizo roho 7 za Mungu. Kwa Mungu mmoja ana roho 7, sio nafsi tatu, ana roho 7. Ndizo zinatenda kazi. Zilikuwa mbinguni hizo roho 7, nyingine ndani ya Yesu Kristo, nyingine kama Roho Mtakatifu. Lakini wazo ni kwamba mbinguni kuna kiti kimoja tu cha enzi, na juu yake amekaa mtu mmoja. Isaya naye aliona, kwa kuwa naye ni nabii. Isaya 6:1, katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Anasema kiti cha enzi. Hakuona viti vya enzi, aliona kiti cha enzi, na mmoja tu ameketi na vazi lake likajaza hekalu lote. Vazi la mtu mmoja, sio Mungu watatu. Ezekieli 1:26 mpaka 28 naye anaeleza habari ya Mungu mmoja. Na juu ya anga lililokuwa juu ya vichwa vyao palikuwa na mfano wa kiti cha enzi, sio viti vya enzi, kiti cha enzi.
kuonekana kwake kama yakuti samawi, na juu ya mfano huo wa kiti cha enzi ulikuwako mfano kama kuonekana kwa mfano wa mwanadamu juu yake. Nikaona kana kwamba ni rangi ya kaharabu, kama kuonekana kwa moto ndani yake pande zote, tangu kuonekana kwa viuno vyake na juu na tangu kuonekana kwa viuno vyake na chini. Naliona kana kwamba ni kuonekana kwa moto, tena palikuwa na mwangaza pande zote. Kama kuonekana kwa upinde wa mvua uliokuwa katika wingu siku ya mvua, ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwa mwangaza ule pande zote, ndivyo kulivyoonekana kwake mfano huo wa utukufu wa Bwana. Nami nilipoona nalianguka kifudifudi, nikasikia sauti ya mmoja anenaye, sio watatu wanenao, kiti cha enzi kimoja, na amekaa mmoja ananena na nabii Ezekieli. Mathayo 5:34. Lakini mimi nawaambia, usiape kabisa hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu. Kama kungekuwa na vitatu, angesema mbingu, ambavyo ndio viti vya enzi vya Mungu, ila kwa mbingu, kwa maana ndio kiti kimoja tu cha enzi, anakaa Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Swali: mbona katika Mwanzo 1:26, maswali ambayo wengi wanauliza, mbona Mwanzo 1:26 inaonekana kuna Mungu zaidi ya mmoja wanazungumza? Tuiangazie hiyo Mwanzo 1:26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Watu wanasema, mbona Mungu anasema na tumfanye? Hiyo ni wingi, maana sio mmoja zaidi ya mmoja, anasema tumfanye. Lakini tunaona jibu lake anaposema tumfanye, sio Mungu Baba anaongea na Mungu Mwana au na Mungu Roho Mtakatifu. Hapana, ni Mungu mmoja mwenye roho 7. Ndizo zinazungumza, roho 7 za Mungu zinazungumza kwa habari ya kumuumba mwanadamu mwenye mfano wa roho. Ndio maana mwanadamu wa kwanza wa Mwanzo 1:26 ni mtu roho, mtu wa nyama, wa kulima ardhi, aliumbwa kwenye Mwanzo 2:7 na kuendelea. Huyo mtu roho anazungumziwa na Mungu roho, ya kwamba aumbwe mwanadamu katika umbo la roho. Tunathibitisha katika Yohana 4:24, Mungu ni roho, na wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa Mungu roho ana roho 7. Ufunuo 4:5 tumeona, na katika kila kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo, na taa 7 za moto zilikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi. Ndizo roho 7 za Mungu. Kwa hiyo Mungu ana roho 7, ndizo zinazungumza, tumfanye mtu kwa mfano wetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama na kadhalika. Lakini tunaona Mwanzo hiyo 1:26 Mungu akasema na tumfanye katika wingi, ila 7 anasema Mungu akaumba mtu. Kwa hiyo Mungu mmoja akaumba. Hapa anasema tumfanye, manake Mungu, zile roho 7 za Mungu zinazungumza habari ya uumbaji, ila anarudi katika uungu wake, umoja wake. Zile roho 7 katika umoja, anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Swali la pili, wengi wanauliza vipi kuhusu Yesu Kristo kukaa mkono wa kuume, kwamba Yesu Kristo akakaa mkono wa kuume wa Mungu. Mkono wa kuume sio sehemu ya kukaa, ni mamlaka yake makuu. Alikuwa Mungu, akajidhili, akajishusha, akavaa mwili wa mwanadamu. Alipomaliza kutukomboa, akarudi katika mamlaka na ukuu wake. Huko ndiko mkono wa kuume. Ndio maana inasema Petro wa kwanza 3 sura ya 3 mstari wa 22, naye yupo mkono wa kuume wa Mungu, amekwenda zake mbinguni, malaika na enzi na nguvu zikiisha kutiishwa chini yake. Kwa unaposikia mkono wa kuume, manake ni nguvu za kutiisha mbingu na nchi. Kwa hiyo amerudi kwenye ukuu wake tena, amerudi kwenye mamlaka yake tena. Ufunuo 5 mstari wa 1. Kisha nikaona katika mkono wake wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma. Mkono wa kuume sio mahali, narudia tena, mkono wa kuume manake ni mamlaka. Kama ingekuwa ni mahali, tunaenda kuona
huyo aliyekaa kwenye kiti cha enzi, kama Yesu alipokea kitabu, au kama Yesu ndiye aliyekuwa mkono wa kuume, kwamba yuko Mungu kwenye kiti cha enzi na Yesu mkono wa kuume, tunasema hapana. Mkono wa kuume ni mamlaka, kwa sababu aliyekaa kwenye kiti cha enzi ndio Yesu Kristo mwenyewe, mwana kondoo wa Mungu aliye hai. Tunaona hiyo katika Ufunuo 5:6. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne, na katikati ya wale wazee, mwana kondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Kwa hiyo kwenye kiti cha enzi hajakaa Mungu Baba au Mungu Mwana au Mungu Roho Mtakatifu. Yuko Mungu moja katika maumbo mbalimbali, ndiyo mwana kondoo. Hawezi kukaa kwenye kiti cha enzi na akae mkono wa kuume mtu huyo. Huyo ni Mungu moja katika nyakati mbalimbali za kutenda kazi, akizitumikia ofisi zake tatu, kama Mungu Baba, lakini kama Mwokozi Yesu Kristo, na kama mwalimu, kiongozi, mfariji ndani yetu, Roho Mtakatifu. Swali la 3. Vipi pale Yesu aliposema Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Andiko hilo hilo la Ufunuo 4:5 litajibu swali hilo, ya kwamba roho ya Mungu ndani yake ilimuacha, maana Mungu hafi, Waebrania 7:3, ila ule mwili ulisulubiwa msalabani ili kulipa gharama ya dhambi, kama isemavyo Wakorintho wa kwanza 15:3. Kwa hiyo alipoondoka, Mungu alikaa ndani ya mwili ulioitwa Yesu Kristo. Wakati ule mwili unatakiwa uende msalabani, Mungu alijitoa kwenye ule mwili, akawacha mwili ukalipe gharama ya dhambi. Ule mwili ulioitwa Yesu ndio unalia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Aliyekuwa ndani alikuwa ni Mungu ili aweze kufanya upatanisho. Ameondoka, ameuacha ule mwili ulioitwa Yesu kwa ajili ya kulipa gharama. Swali jingine, vipi wakati Yesu anabatizwa sauti ilisema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye, na Roho Mtakatifu anakuja kama ua? Bado Ufunuo 4:5 na kuendelea mpaka 6 itajibu swali hilo. Mungu mmoja ana roho 7. Roho zake 7 ziko mbinguni, nyingine ziko ndani ya Yesu, nyingine zinakuja kama Roho Mtakatifu. Bado Mungu ni mkuu sana, anatenda kazi katika dimensions, viwango mbalimbali. Mungu sio mdogo, huyu sio Mungu mwanadamu, ana umbo moja tu. Huyu ni Mungu mkuu mwenye maumbo mbalimbali. Madhara ya fundisho la utatu. Fundisho la utatu lina madhara makubwa sana. Kwanza tunaona fundisho la utatu limewaingiza watu katika ibada za kipagani za miungu wengi, kuabudu miungu ya Kirumi na miungu mingine ya kipagani badala ya kuabudu Mungu mmoja, Yehova Yesu Kristo. Kutoka 20:1, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa hiyo usiwe na miungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Hapana, kuna Mungu mmoja aliyefanya kazi katika ofisi tatu kwa nyakati tatu tofauti. Na tunaona madhara ya pili. Fundisho hili la utatu limeathiri mfumo wa maombi. Tunaona katika Yohana 14:3 Bwana Yesu anaagiza, anasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, yaani jina la Bwana Yesu Kristo, ndilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana, kwa sababu Baba anakaa ndani ya Mwana. Kwa hiyo jina la kuombea mahitaji, jina la kuombea maombi ni jina la Bwana Yesu Kristo, ili Mungu aliyeishi ndani ya huyo Yesu apate kutenda. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Lakini fundisho hili limewafanya watu wengi kuvaa roho ya kipagani na kuomba maombi. Tunaomba haya kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapi katika Biblia umeona kitu kama hicho? Wakati Mungu anasema mkiomba kwa jina langu. Bwana Yesu anasisitiza maombi ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo, ndilo jina lake. Wakolosai 3:17
Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Sio ombi, ni agizo. Kama ni maombi, omba kwa jina la Bwana Yesu. Kufungua ibada, fungua kwa jina la Bwana Yesu. Kufunga ibada, funga kwa jina la Bwana Yesu. Ndivyo Mungu anataka. Lakini shetani amewapotosha watu na kuwanajisi kwa fundisho chafu lenye roho kama vyura. Fundisho la utatu limeleta madhara makubwa katika ulimwengu wa Kikristo. Namba 3, fundisho hili limeathiri mfumo wa ubatizo sahihi. Watu wote waliowahi kubatizwa katika Biblia walielewa Bwana Yesu alipowaambia, enendeni ulimwenguni mote mkabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba sio jina, ni cheo. Mwana sio jina, ni cheo. Roho sio jina, ni cheo au ofisi. Ilibidi watafute Baba anaitwa nani? Anaitwa Bwana. Mwana anaitwa nani? Anaitwa Yesu. Roho anaitwa nani? Anaitwa Kristo. Wakapata jina Bwana Yesu Kristo, ndio jina ambalo wamelitumia kubatizia Biblia yote. Hakuna jina jingine. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 28, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila moja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Jina la kubatizia ni jina la Bwana Yesu Kristo, ndio jina la kuondoa dhambi. Kwa hiyo leo fundisho la utatu limewafanya watu wakae na magunia yao ya dhambi walizozitenda tangu kuzaliwa kwao mpaka kufa kwao, kwa sababu wamelikataa jina la kuokolea, jina la Bwana Yesu Kristo, ambalo ndilo jina la kuondoa dhambi. Haya ni madhara ya fundisho la utatu. Matendo 8:14-16. Na mitume waliokuwa Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndio jina la kubatizia na sio jina la utatu wa kipagani. Matendo ya Mitume 10 mstari wa 48, akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo, ndipo akamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Matendo 19 mstari wa 5 na kuendelea, waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Huo ndio ubatizo sahihi. Ukitaka mafundisho mengi ya ubatizo, ziko klipu nyingine, video nyingine za jina la kubatizia, utatafuta utapata ndani ya channel yetu hii, channel ya Ufunuo wa Biblia. Madhara mengine, fundisho la utatu huwanyima watu wokovu sahihi na uzima wa milele. Liko jina moja la kuokolea, ni jina la Bwana Yesu Kristo. Tunasoma katika Matendo 4:10-12. Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyo anasimama hali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kwa jiwe kula pembeni, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo, ila hilo jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo kama ulibatizwa kwa vyeo vya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, huna uzima wa milele, kwa sababu jina la kuokolea, jina la kukupa uzima ni jina la huyo Yehova, katika umbo la kuokolea, umbo la Bwana Yesu Kristo. Maandiko yanaeleza wazi, Luka 24 mstari wa 46, akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake huyo Yesu Kristo habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Kwa hiyo jina la kubatizia ili kuondoa dhambi ni jina la Bwana Yesu Kristo, hakuna jina jingine. Hilo ndio jina ambalo litakupa uzima wa milele, kama tulivyosoma katika Matendo 2:38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo
mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kumbuka, wanafunzi walibatiza Yesu Kristo akiwepo. Kama angalikosea angaliwasaisha. Lakini pia Mathayo 16:19 tunaunga na kufungua chochote ambacho angetaka kukifungua. Anafungua ubatizo sahihi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Wewe ukitaka kwenda kwenye mbingu ya peke yako, mbingu ya kwako, hutaenda kwenye mbingu ya Petro kama hutabadili msimamo na kuendea wokovu sahihi kupitia ubatizo sahihi wa jina la Bwana Yesu Kristo. Tafakari, chunguza imani yako leo. Kama iendani na Biblia, kama imani yako imekumbatia hili fundisho ovu la utatu, toka kwenye hilo kanisa, halitakufikisha mbinguni. Mithali 16:25 Biblia inasema iko njia ilekayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Mpendwa mtazamaji, karibu katika sehemu ya pili, video nyingine ya pili ya Mungu mmoja mwenye nafsi moja, ambayo inaeleza Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu Baba wa mbinguni kwa maandiko. Bwana Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Bwana Yesu Kristo ndiye Roho Mtakatifu kwa maandiko ya kutosha, ili tuweze kufahamu kwa kina yuko Mungu mmoja tu mwenye nafsi moja tu aliyefanya kazi tatu kwa nyakati tofauti. Shalom na Mungu akubariki sana.